Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uzima na kutufanya tukutane hapa leo kwa ajili ya uzinduzi wa taarifa ya utendaji wa Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira ya mwaka 2023-2024. Naomba sana nimshukuru waziri pamoja na viongozi wengine wote wa Wizara ya Maji pamoja na EWURA kwa kunialika kuja kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili muhimu, tukio linaloonyesha dhamira ya dhati ya serikali yetu ya kuboresha huduma za maji na usafi wa mazingira kwa wananchi wetu. Niwaleteni vile vile salamu nyingi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais na Waziri Mkuu. Viongozi wetu hawa wanatambua uwepo wa tukio hili na wamenituma salamu nyingi kwenu, wanawatakieni kila la heri. Naomba vile vile niwashukuru sana Wizara ya Maji na kwa maelezo ambayo Mheshimiwa Waziri ameyatoa hapa ya habari ya kule tulikotoka kama sekta ya maji, hali iliyopo na kule tuendako. Mheshimiwa Waziri ametupa hadithi chache ambazo mimi ningeweza kusema ni hadithi za kutukumbusha wapi tunalega na wapi turekebishe. Na kwa sababu maji ni uhai, kama alivyosema mwenyekiti wa bodi, pia ni muhimu katika shughuli zetu kujua kuwa maji yanasababisha uchumi mwingine uweze kukua. Mwenyekiti wa bodi ametueleza kwa taarifa aliyoisoma kuwa ukiwekeza $1 kwenye maji una streamline mapato mengine ya $7. Maana yake ni kwamba kama kuna uwekezaji rahisi ambao unaweza ukakupa kipato kikubwa zaidi, basi kama upo maji ni sehemu ya hiyo sekta. Kwa hiyo uhakika wa maji safi ni msingi bora wa afya na ustawi wa jamii yoyote duniani. Tutakubaliana mimi kuwa Mwenyezi Mungu amefanya maji kuwa rasilimali na zawadi ya bure kwa binadamu kutoka kwake yeye mwenyewe. Na mtakubaliana mimi kuwa rasilimali ya maji kama zawadi ambayo tumepewa na Mungu ni haki ya kila mtu, kila kiumbe. Swali la kujiuliza tu, ni jukumu la nani basi la kuyalinda na kuyatunza maji ama vyanzo vya maji ili haki hiyo iweze kupatikana? Jibu ni moja tu, kwamba ni jukumu letu sote. Naomba nitoe rai kwetu sote tulioko hapa, tushirikiane kwa pamoja kutunza na kulinda vyanzo vya maji, ili vyanzo hivyo vya maji viweze kutupatia maji kwa muda mrefu na kwa uhakika. Katika kutunza zawadi ya maji kutoka kwa Mwenyezi Mungu, jamii ina wajibu wa kufanya mambo muhimu yakiwemo yafuatayo: la kwanza, usafi wa mazingira yetu; lakini pili, kulinda vyanzo, kupanda miti katika maeneo yetu na kuhifadhi misitu, na kutumia maji kwa ufanisi, efficiency ya utumiaji wa maji. Pata bahati ya kutembelea vyanzo vya maji wakati ule wa mgao wa umeme na waziri wa maji. Tukaenda kwenye vyanzo tunavyotumia kuzalisha umeme. Tukakuta maji yamekauka na kuna shughuli za binadamu karibu na maeneo yale. Tukakubaliana na Mheshimiwa Waziri wa Maji kwamba tuunde timu ya pamoja na ofisi ya Makamu wa Rais ya kuhakikisha kuwa kila mahali ambako kuna chanzo cha maji kinalindwa kwa wivu mkubwa na kwa gharama yoyote. Kwa hiyo tukumbushane tu kwamba tuko hapa kuzindua taarifa hii ya EWURA, lakini tukumbushane kuwa hii zawadi ya maji ambayo Mungu ametupa, kama hatutaitunza vizuri, basi tutapata changamoto ya maji baadaye, yani water stress. Na kupata water stress kama binadamu si jambo rahisi, ni jambo kubwa. Na wanasema kama kuna vita nyingine itakayopiganwa duniani, basi itakuwa vita ya ukosefu wa maji. Na tuombe Mungu atuepushie mbali kuwa na mgogoro wa maji, badala yake tulinde mazingira ili tuweze kupata maji kwa uhakika. Ndugu washiriki, naomba vile vile tukumbuke kuwa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imetoa maelekezo kuwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo
Lengo la CCM ni kuona kuwa nchi inaendelea kuwa na usalama wa maji na kwamba huduma ya maji na usalama inaendelea kuimarishwa na kuwafikia zaidi ya 85% ya wakazi wa vijijini na zaidi ya 95% kwa wakazi wa mjini ifikapo mwaka 2025. Serikali kupitia ilani hiyo hiyo ya Chama cha Mapinduzi imelenga kuhakikisha kuwa kaya nyingi zaidi mjini zinaunganishwa katika mtandao wa maji safi hadi kufikia 13.1% ya wakazi wote mjini wao wameunganishwa na maji safi. Jitihada hizi zinaendelea za kuongeza idadi ya watu wengi zaidi wanaounganishwa na maji. Sasa kwenye taarifa tuliyopewa hapa nimejulishwa kuwa hadi sasa wastani wa upatikanaji wa maji mjini ni 84% na vijijini ni 79.6%. Taarifa hii ya utendaji inaonyesha kuwa tumepiga hatua kubwa katika kuwaunganisha watu kwenye maji ikilinganishwa na mwaka 2022-2023. Naomba nizipongeze sana mamlaka za maji pamoja na EWURA kwa hatua hii mliofikia, lakini yako maeneo ambayo tumepiga hatua kubwa. Moja wapo ni kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa maji kwa takriban 7% kutoka ujazo wa mita za ujazo milioni 593 hadi kufikia milioni 685 kwa mwaka huu 2023-2024, maana mwaka wa taarifa hii. Jambo jingine ambalo tumepiga hatua kubwa ni kuongezeka kwa maunganisho ya huduma za maji kwa watu ambao wanapata maji umefika 9% kutoka kaya milioni 1,532,362 kwa mwaka 2022-2023 hadi kufika kaya milioni 1,669,298 mwaka 2023. Na jambo la tatu, tumeendelea kuongeza ongezeko la ufungaji wa mita za maji kwa 2% kutoka mita milioni 1,444,874 mwaka 2022-2023 hadi kufika mita milioni 1,581,418 kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024. Naomba kuchukua fursa hii tena kupongeza sana mamlaka za maji zilizofanya vizuri. Utendaji huu kwa kweli unaachilia na uthibitisho wa dhati wa dhamira njema ya serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kumtua mwanamke ndoo kichwani, na aidha juhudi ambazo waziri amekuwa akizifanya wakati wote katika kuhakikisha kuwa sekta ya maji inakuwa himilivu kwa watu wetu. Washiriki nimejulishwa vile vile kuwa pamoja na mafanikio yaliyopo ziko changamoto. Changamoto ya kwanza, uzalishaji wa maji usiokidhi mahitaji ya wananchi. Licha ya ongezeko la 7% mwaka huu, bado kile tunachozalisha na mahitaji haviwiani. Maana yake ni kwamba mahitaji ni makubwa zaidi wakati uzalishaji bado ni mdogo. Lakini tatizo kubwa lililozungumzwa hapa ni upotevu wa maji. Waziri kalieleza vizuri kuwa upotevu wa maji uko sasa 36%. Ni kweli kwamba tumepungua kutoka mwaka uliopita. Maana mwaka uliopita tulikuwa juu kidogo, mwaka huu kidogo walau upotevu umepungua 36%. Sasa 36% ni shilingi ngapi maana yake? Maana yake tunapoteza maji ambayo yana thamani ya bilioni 114. Ukiziangalia hizo fedha ni mradi mpya wa maji tena mkubwa ambao ungeweza kuutumia kutengeneza vyanzo vingine. Sasa kwenye upotevu, attributing factor ya maji kupotea si tu miundombinu. Tumeambiwa moja wapo kubwa na kwenye taarifa limeonyeshwa ni wizi. Yaani mwizi anaturudisha nyuma. Mtaona kuwa tuna kazi ya kufanya. Na ziko mamlaka ambazo zinaongoza kwa upotevu wa maji. Nilikuwa nasoma kwenye ripoti, nitazitaja 5 tu, na si kwa ubaya, kwa nia ya kupeana changamoto tukafanye kazi zaidi. Lakini kabla sijasoma hizo, labda nizitaje ambazo zimejitahidi sana kwenye kudhibiti upotevu wa maji. Sasa kuna mtu anaweza akasema, unajua kule watumiaji wachache. Hapana, mtaona hata kule wanakopotea utakuta watumiaji ni wachache vile vile. Kwa mfano, Maganzo wao wamejitahidi sana, upotevu ni 4%.
Nzega 6%. Wapigeni makofi msionee wivu. Kashuasa 11%. Biharamulo 12%. Mwanuzi 13%. Hawa ndio 5 bora waliodhibiti upotevu wa maji. Tuwapigie makofi wote kwa pamoja. Halafu wako 5 ambao wanaongoza kwa upotevu. Hawa hawapigiwi makofi. Tunanyamaza tu tunasikiliza. Rombo. Nitaje asilimia? 70%. Handeni 69%. Mugango Kiabakari 64%. Ifakara pamoja na kulima mpunga kwa wingi 56%. Na Kilindoni 55%. Sasa kwa hali tulionayo ya upotevu wa 70%, manake ni kwamba maji yanayowafikia wananchi ni kidogo sana kwenye hayo maeneo. Mheshimiwa Waziri, hilo ni eneo la kuangalia na tuliangalia. Inawezekana kuna sababu za msingi zinazosababisha hali hii, lakini kwa kweli tumesoma ili tufanyeje sasa. Kama hatuwezi kuondoa tatizo hili, lazima tutafute namna ya kuondoa hili tatizo. Na niwaambieni, document hii ni public document. Wananchi wataisoma, wataona hali halisi ilivyo. Na sikumchukie EWURA. Nimeuliza swali wakati wananifanyia briefing, wakati mnaandaa hii report, mlikuwa na pre-meeting na exit meeting? Manake mlikubaliana haya matokeo? Akasema tulikubaliana mwanzo hadi mwisho. Manake hiki ni kioo, tujione sura zetu. Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Manake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Na kwa kweli EWURA nawapongeza sana kwa kuja na hizi findings ambazo tunaziona. Sasa tumeambiwa vile vile kwenye taarifa hii, watu wanaokaa karibu na mitandao ya maji wameongezeka sana. Manake ni kwamba kuna watu wengi wako karibu na maji lakini maji hayajafika kwenye nyumba zao. Wito wangu, na hili ndilo ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akilieleza, tungependa kuona kila mtu aliye karibu na maji basi anayapata. Maana access ni jambo jingine, connectivity ni jambo la pili. Ni muhimu sana watu hawa waweze kuwa wameunganishwa. Jambo la pili ni ukosefu wa huduma bora za usafi wa mazingira na upungufu wa miundombinu ya kutibu maji safi na maji taka. Ni mamlaka za maji 11 tu, sawa na 13.4% kwa mujibu wa taarifa ya maji hii tunayozindua leo, ndizo zina mtandao wa maji taka. Hapa naziomba mamlaka za maji kuweka mkazo kwenye masuala ya usafi wa mazingira ili miundombinu hii iweze kupatikana. Na la 4 ambalo ni muhimu sana ni gharama kubwa za uendeshaji zinazochangiwa na upotevu wa maji. Kwa hiyo kama unawekeza kwenye maji, halafu maji mengi yanapotea, mathalan 70% ya maji yanapotea, manake ni kwamba cost of operations zitakuwa za juu tu, hutaziweza kwa sababu kile unachokusanya huku na kile unachoweka havikutani, na kwa kuwa havikutani utaishia kusema gharama ni kubwa kuliko hela tunazopata. Changamoto hizi zinahitaji mipango madhubuti na ushirikiano wa wadau wote wa sekta ya maji, yani serikali na sekta binafsi, kwa sababu serikali peke yake haiwezi kufanya kila kitu, inawahitaji watu binafsi kuweza kuondoa hizi changamoto. Napenda kusisitiza vile vile kuwa ili kila Mtanzania apate huduma bora ya maji na aishi katika mazingira safi, basi naelekeza yafuatayo kwa mamlaka za maji zifanyie kazi kuanzia hivi sasa. La kwanza ni kuweka mikakati thabiti ya kupunguza kiwango cha upotevu wa maji kama nilivyosema, ili kuepuka hasara nilizozitaja. Kwa mwaka huu upotevu huu nimewaeleza umeleta hasara ya bilioni 114.12. Ni fedha nyingi sana ukilinganisha na uwezo wa kibajeti tulionao. Lakini la pili,
kujihusisha pia katika swala la usafi wa mazingira kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii. Swala hili mnimtambuka liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele cha sekta ya maji. Nimejulishwa vile vile wizara imeandaa mpango mzuri sana au mwongozo wa usimamizi wa huduma ya maji safi na tope kinyesi. Naomba mwongozo huu ulenge kutoa mwelekeo wa kitaalamu na hatua za utekelezaji zinazolenga kuboresha hali ya usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji. Na kwa msingi huo basi ninaziomba mamlaka zote husika kuhakikisha kuwa zinausoma kwa kina mwongozo huo na unatekelezwa kwa vitendo, usisalie kwenye makaratasi. Jambo la tatu, naomba vile vile tuongeze juhudi katika uwekezaji katika uzalishaji wa maji. Hii itasaidia kuziba pengo lililopo la uzalishaji maji, sababu wastani na uwiano wa uzalishaji maji dhidi ya mahitaji halisi kwenye taarifa hii ni 45%. Yaani ukiangalia ratio kati ya uzalishaji pamoja na mahitaji ni 45%, wakati uwiano wa uzalishaji wa maji dhidi ya uwezo wa miundombinu tulionayo ni 54%. Pamoja na haya yote, mamlaka za maji zinapaswa kutekeleza kikamilifu mapendekezo yote yaliyo kwenye hiyo taarifa, ili mwakando akapokutana kwa kibali cha Mwenyezi Mungu, basi tuzungumze mambo mengine, tusizungumze haya. Nikiwa naelekea mwishoni, naomba nichukue nafasi hii kwanza kukupongeza sana waziri pamoja na wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya kwenye sekta ya maji. Jamani, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Ukitaka kujua tuna hali gani, angalia tulikotoka. Tulivyokuwa jana na leo kuna tofauti kubwa. Pamoja na changamoto tulizonazo, tukiri kwamba matatizo mengi ya maji yanatafutiwa majibu kwa haraka. Na nitoe wito kwako waziri, katibu mkuu na watendaji wote, muendelee kusimamia hii sekta bila kuchoka, kwa sababu ni kiungo muhimu sana kwenye uchumi wa nchi yetu na maisha ya Watanzania. Lakini pili, niipongeze sana EWURA kwa kazi nzuri mnayoifanya udhibiti wa sekta hii muhimu. Jamani, EWURA ni regulator, anaturegulate wote. Anaregulate maji, anaregulate umeme, anaregulate mafuta pamoja na gesi asilia. Sisi kule kwetu kwenye nishati, pamoja na kwamba yuko wizarani kwetu, tuna mikutano ya kila robo, huwa tunamfanya na kuwa wa mwisho, kwa sababu yeye ni kioo chetu wote kuangalia hali yetu ikoje. Pongeza sana EWURA kwa kazi nzuri, na mimi nafurahishwa sana. Wakati nakwenda kwenye wizara niliwaambia ni vizuri sana taarifa zenu hizi zijulikane kwa watu. Msiwe watu wa maofisini, mwe kwa watu. Leo nimefurahi ushuhuda umetolewa na waziri namna mnavyofanya kazi. Mwenyekiti wa bodi Profesa, tunakushukuru sana kwa ulezi wako, kwa usimamizi wako kwa taasisi hii. Na hii ndio faida ya kuwa na mwenyekiti wa bodi aliyewahi kuwa katibu mkuu, akawa waziri, akawa kila mahali. Anakuwa na kumbukumbu ya mambo mengi ya tulikotokea. Kwa hiyo nawapongeza sana, niwaombe muendelee kuongeza bidii katika kusimamia hizi sekta, kwa sababu jamani, hata tungesema nini, Watanzania hawahitaji maneno mengi, wao wanachohitaji ni maji basi. Hayatoki watalalamika, na wakilalamika usichukie, ni haki yao kulalamika. Wanawaambia wenzangu kule TANESCO, umeme ukikatika watu hawataki maelezo, wanataka umeme urudi. Unaweza ukawa na maelezo mazuri, ni ya kwako, wao wanachotaka ni umeme. Ni kadhalika na maji vile vile, akikatika hata kama una maelezo vipi mazuri ya namna gani, una uwezo wa kuandika volumes and volumes of reasons, kwao sio muhimu. Kwao ni maji yatoke yapate basi. Ndio mkataba wake yeye na serikali, ni muhimu tuwapatie maji, tena tuwapatie kwa uhakika. Niwapongeze sana kamati ya maandalizi mlioandaa shughuli hii ya leo. Nimeambiwa tumekuwa hapa kwa muda wa siku 3, naamini watoa mada wamezungumza mengi ya maana, na mimi naamini yatatusaidia kule tuendako. Sasa niko tayari kuzindua taarifa ya utendaji wa mamlaka za maji safi na usalama wa mazingira ya mwaka 2023-24, pamoja na kazi ya vyeti ambayo nimeambiwa nitaifanya, ili tena tukafanyie kazi taarifa hii ambayo tumeletewa leo. Niwatakieni kila laheri wale wote mlio katika mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani.
na wale Wakristo ambao mko kwenye mwezi wa Kwaresma wote, Mungu azisikie funga zenu, azipokee. Basi baada ya Ramadhani na baada ya Kwaresma tukawe viumbe wapya kuliko tulivyoishi kwa kipindi kilichopita. Baada ya kusema hayo, wabillahi taufiki, assalamu alaikum, asanteni kwa kunisikiliza.